Lakini kwanza ni muktasari wa habari na Leonard Mubali. Shukrani Martha. Waasi wa kundi la Houthi nchini Yemen wanasema kumekuwa na mashambulizi mapya ya Marekani katika mji wa bandari ya Hudaidai. Zaidi ya watu 50 waliuawa siku ya Jumamosi wakati ndege za Marekani ziliposhambulia maeneo kadhaa yakiwemo ya kwenye mji mkuu Sanaa. Washington inasema baadhi ya watu muhimu wa kundi la Houthi ni miongoni mwa waliofariki, japo kwa kundi hilo halijathibitisha madai hayo. Takriban zaidi ya watu 200 wanaodaiwa kuwa ni wanachama wa genge moja la Venezuela wamewasili nchini El Salvador na kupelekwa kwenye gereza lenye ulinzi mkali licha ya jaji nchini Marekani kupinga kuondolewa kwao nchini humo na kutaka ndege iliyowasafirisha iwarudishe. Rais wa El Salvador, Nayib Bukele, ameandika kupitia mtandao wake wa kijamii kwamba wanachama 238 wa genge la kihalifu la Venezuela la Tren de Aragua wamewasili jana nchini humo. Polisi na washikilia watu 10 wanaohusishwa na tukio la kuungua moto klabu ya usiku na kusababisha vifo vya watu 59 huko Macedonia Kaskazini. Esther Lwambano na maelezo zaidi. Moto huo ulizuka saa 8:30 usiku hapo jana siku ya Jumapili katika klabu ijulikanayo kama Pulse Club mjini Kokani, ambapo takriban watu 500 walikuwa kwenye tamasha hilo la muziki wa miondoko ya hip hop. Ni mwanamuziki mmoja tu wa bendi iliyokuwa ikitumbuiza ukumbini humo aliyenusurika, huku wengine wakiteketea kwa moto huo. Msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka katika taifa hilo la Macedonia la Ulaya Mashariki ameiambia BBC kuwa jumla ya watu 155 wamejeruhiwa kutokana na moto huo. Na vyama vya upinzani nchini Afrika Kusini vimemtaka rais wake kutoonewa na Marekani baada ya Washington kumfukuza Balozi Ebrahim Rasool na kumpa saa 72 tu kuweza kuondoka nchini humo. Rasool alitangazwa kuwa mtu asiyekubalika ndani ya Marekani baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio hapo siku ya Ijumaa kumuita mwanasiasa mbabe na anayeichukia Marekani. Uhusiano kati ya Afrika Kusini na Marekani umekuwa ukidorora tangu rais wa Marekani Donald Trump alipoingia madarakani kwa mara ya pili. Naye waziri wa uhusiano wa kimataifa wa Afrika Kusini Ronald Lamola ameliambia shirika la utangazaji la SABC kwamba haifai kujihusisha na diplomasia ya Twitter, akisema nchi hizo mbili zinahitajika kuzungumza ana kwa ana. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Leonard Mubali. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Capital FM Dar es Salaam, Voice of Karamoja nchini Uganda, Nyota FM mjini Bungoma, Kenya, na Radio Muungano Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga. Tuanzie Rwanda. Rais wa nchi hiyo Paul Kagame ameshutumu Ubelgiji kwa kuchochea machafuko ya kikabila nchini humo yaliyosababisha mauaji ya kimbari miaka 31 iliyopita, na sasa nchi hiyo kuwa mstari wa mbele katika kampeni ya kuyashawishi mataifa ya Ulaya kuchukulia Rwanda vikwazo kwa madai ya jukumu lake la kusaidia waasi wa M23 wanaopigana mashariki mwa Kongo. Akihutubia wananchi mjini Kigali, Rais Kagame amesema atatoa onyo kali kwa Ubelgiji kusitisha uchochezi dhidi ya Rwanda. Ifuatayo ni taarifa ya mwandishi wa BBC Ive Buchana akiwa mjini Kigali. Akihutubia wananchi katika ukumbi wa BK Arena mjini Kigali, Rais Paul Kagame ameshtumu vikali Ubelgiji kuwa chanzo cha historia mbaya iliyokumba Rwanda. Baadhi ya matatizo tuliyoyapata ni kuwa chini ya ukoloni wa nchi ndogo kama Rwanda. Akakata nchi yetu vipande ili tuwe nchi ndogo kama wao. Ubelgiji iliua Rwanda na kwa zaidi ya miaka 30 bado inazidi kuponda walionusulika na historia yake mbaya. Tuliwaonya tangu zamani na tunawaonya tena. Uhusiano kati ya Rwanda na Ubelgiji kwa sasa ni mbaya kutokana na kile ambacho Rwanda inasema Ubelgiji inafanya kampeni kubwa na kuyashawishi mataifa ya Ulaya kuiwekea vikwazo kutokana na mgogoro wa DRC, ambapo Rwanda inashutumiwa kwa kutuma majeshi mashariki mwa Kongo kusaidia waasi wa M23
shutuma ambazo Rwanda inakanusha. Rais Kagame amelaani mkoloni huyo wa zamani wa Rwanda na DRC kuwa chanzo cha mgogoro uliopo, akisisitiza enzi za ukoloni zilichangia pakubwa kuigawa ardhi ya Rwanda na Wanyarwanda kujikuta nje ya mipaka iliyopo sasa. Ntabwo ari Rwanda rwatwaye Abanyarwanda, sio Rwanda iliyowapeleka Kisoro Uganda, sio Rwanda iliyowapeleka Masisi Ruchuru na kwingineko. Kama unataka kuwatimua, wafukuze na ardhi yao, vinginevyo usipowapa haki yao wataipigania wenyewe. Ngomba guha abantu uburenganzira bwabo. Rwanda ilisitisha ushirikiano wake wa kimaendeleo na Ubelgiji uliokuwa wa mamilioni ya pesa. Sasa Kagame amewaasa wananchi kuvaa mkanda, akisema mambo yanakwenda kuwa magumu. Birazo kutuvuna. Mambo yatakuwa magumu. Kwa Kiswahili wanasema kufunga mkanda. Kufunga mkanda mnajua? Unafunga mkanda ukwitegura. Ni kama kujiandaa ili suruali isianguke kutokana na njaa. Unafunga mkanda. Sio kufunga mkanda peke yake, ni kupigania uhaki wetu. Lazima tupiganie uhaki wetu. Tuna haki ya kupigania. Ndivyo inavyokamilika taarifa yake Ive Buchana. Zaidi ya watu 200 wanaodaiwa kuwa ni wanachama wa genge moja la uhalifu nchini Venezuela wamewasili nchini El Salvador na kupelekwa kwenye gereza lenye ulinzi mkali, licha ya jaji nchini Marekani kupinga kuondolewa kwao nchini humo na kutaka ndege iliyowasafirisha iwarudishe. Rais wa El Salvador Nayib Bukele ameandika katika mtandao wa kijamii kwamba wanachama 238 wa genge la kihalifu la Venezuela Trendy Aragua wamewasili jana katika nchi hiyo ya Amerika ya Kati, sambamba na wanachama wengine wa genge la uhalifu la kimataifa la MS-13. Zaidi na Halima Nyanza. Rais wa El Salvador Nayib Bukele amesema wahamiaji hao watashikiliwa katika gereza hilo hatari kwa kipindi cha mwaka mmoja. Si serikali ya Marekani wala El Salvador iliwaelezea zaidi watu hao wanaoshikiliwa na wala kuelezea zaidi juu ya tuhuma zao za uhalifu na wanachama wa magenge hayo. Siku ya Jumamosi, Marekani imeripotiwa kuilipa El Salvador dola za Marekani 20,000 kwa kila mhamiaji aliyeondolewa nchini humo kwa mwaka ambao wana mafungamano na genge la Trendy Aragua. Wahamiaji hao wameondolewa nchini Marekani licha kutoka katika mahakama nchi hiyo ambayo imetumiwa na utawala wa Rais Donald Trump kuhalalisha kuondolewa kwao. Wakili wa masuala ya haki za binadamu nchini Marekani Lee Garland amesema hatua hiyo iliyochukuliwa inaleta wasiwasi kwa wakati ujao. Nafikiri tuko katika hali ya hatari sana. Hatua hii iliyochukuliwa na utawala ni uvunjaji sheria. Ikiwa utawala utaachwa utumie mamlaka na maamuzi kama wakati wa vita, kila wakati inapotaka kuondoa watu, nadhani tutaona watu zaidi na zaidi wakikabiliwa na aina hii ya sheria inayotumiwa wakati wa vita na mamlaka ya ndani. Siku ya Jumamosi, Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kwamba atatia saini tamko lililotangaza kuwa genge la Trendy Aragua linaendesha kile alichokiita vita visivyo vya kisheria dhidi ya Marekani na kwamba atawarudisha nyumbani wanachama wake chini ya sheria ya maadui wa kigeni ya mwaka 1798. Nayo mashirika ya haki za binadamu yamemshutumu Rais wa Marekani Donald Trump kwa kutumia sheria hiyo ili kuepuka mchakato wa haki. Naam, asante sana Martha Saranga. Ni kwamba klabu ya soka ligi kuu ya England ya Newcastle United jana Jumapili ilifanikiwa kutoa taji la michuano ya EFL ama Carabao Cup baada ya miaka 70 wakipata ushindi dhidi ya Liverpool mabao 2-1 kwenye mchezo wa finali ambao ulipigwa katika uwanja mkongwe wa Wembley. The Two Army wamepata ushindi huo kupitia magoli yaliyopachikwa na wachezaji wao Danny Burn pamoja na Alexander Isak, huko Liverpool wao wakipata bao la kufutia machozi dakika za majeruhi kupitia kwa mchezaji wao Federico Chiesa katika dakika za majeruhi Liverpool. Lakini pia ikumbuko kwamba ametupwa nje ya michuano ya ligi ya mabingwa Ulaya kwa changamoto ya penalty dhidi ya PSG kutoka pale nchini Ufaransa. Kwenye mechi zao kuonia taji la ligi kuu ya soka ya England jana Jumapili, Arsenal the Gunners walifanikiwa kupata alama 3 na kuendelea kukaa katika nafasi ya pili kwenye msimamo wa ligi kufuatia ushindi wa bao 1-0 wakiwachapa Chelsea, huku Fulham wao wakiwabamiza 2-0 Tottenham na Leicester City wakinyukwa 3-0 dhidi ya Manchester United na kukwea katika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi, ikiwa bado mambo ni magumu kwa kocha wa Manchester United Ruben Amorim. Lakini wakati huo kocha wa Tottenham Ange Postecoglou
baada ya kupoteza mchezo amesema kwamba maamuzi yaliyokuwa ya jana kwenye mchezo huo hayakuwa sahihi kabisa. Tukisalia kwenye soka ni kwamba kocha wa Chelsea Enzo Maresca amesema kwamba mshambuliaji wake Kopama huenda akakosa mechi za kufuzu kwa kombe la dunia kwa England dhidi ya Albania pamoja na Latvia kutokana na jeraha la misuli. Pama alipata jeraha hilo jana akiwa mazoezini na kutolewa nje katika mchezo wa Chelsea wakipoteza mchezo wao wa 1-0 dhidi ya Arsenal. Kiungo wakati wa Nottingham Forest Morgan Gibbs ameongezwa kwenye kikosi hicho. Kwenye tennis kimataifa, mwana tennis kutoka taifa la Urusi Mila Andreeva amefanikiwa kushinda dhidi ya Aryna Sabalenka wa Belarus na kushinda kwenye michuano ya wazi ya BNP Paribas iliyofanyika huko Indian Wells na kunyakua mataji ya WTA mfululizo. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 17 ameweka historia na kuwa mchezaji wa tennis mwanamke mwenye umri mdogo zaidi kushinda michuano hiyo. Hii ni baada ya mkongwe Serena Williams alipofanya hivyo akiwa na umri mdogo miaka 17 mwaka 1999. Andreeva ameshinda dhidi ya mchezaji nambari 1 ya dunia kwa seti 2-6, 6-4, 6-3, pia akimshinda Iga Swiatek katika mchezo wa nusu finali na kutinga finali. Naye Mwingereza Jackie Draper ametoa taji kubwa zaidi katika maisha yake mchezo huu wa tennis. Na hitimisha dondoo za kimichezo asubuhi leo. Shukrani sana Saranka. Asante Shadrack.